ingia katika mjadala wetu ambao leo unaangazia mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa ambao ulikamilika jana huko New York. Na kwenye mjadala wetu basi tunaangalia zile kauli ambazo zilitolewa na viongozi mbalimbali hasa wa nchi za Afrika, masuala nyeti ambayo yameibuliwa, na kwenye mjadala wetu tunaye katika laini ya simu kutokea huko Mwanza nchini Tanzania Marcel Hamdun, yeye ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Tunaye pia vile Profesa David Monda kutoka huko nchini Marekani. Natumai wangwana mnanisikia vizuri, na karibuni katika mjadala wetu. Muda wetu ni mfupi, kwa hiyo majibu yetu pia yawe mafupi. Na nianze nawe moja kwa moja Profesa David Monda, ukiwa hapo Marekani. Tuangazie kwanza kauli ambazo zimetolewa na viongozi wa nchi mbalimbali za ulimwengu, hasa nchi za Kiafrika. Ni kauli zipi ambazo unaziona zilikuwa na uzito katika mkutano huu za kukumbukwa? Za kukumbukwa ni kauli za viongozi wa Kiafrika, kwa mfano Rais Ruto wa Kenya, ambao alikuwa amesisitiza kwamba Afrika ni lazima ipewe viti viwili vya kudumu kwenye Baraza la Usalama, na pia kuwe na mabadiliko kwenye Umoja wa Mataifa, manake vile inavyoashiria wakati huu ni enzi za kihistoria za miaka 80 zilizopita. Na pia ni ile hoja kwamba majukumu au miundombinu ya kifedha ya kimataifa ibadilishwe ili mataifa ya Afrika pia yaweze kupata manufaa kupitia mashirika haya ya kimataifa, hususan Umoja wa Mataifa. Kauli za Rais Ruto, naja kwako Marcel Hamdun. Anazungumza hapo Profesa Monda kwamba ni kauli ambazo yeye anazikumbuka na zitakumbukwa bila shaka, mapendekezo ya kufanya mageuzi. Unadhani zile kauli ambazo amezitoa Rais Ruto na yale mazingira ambayo yanamkuta yeye mwenyewe nchini mwake nchini Kenya, kweli zinaweza zikatiliwa manani na kuna chochote ambacho kinaweza kweli kufuatiliwa? Kwamba pengine ile hali inayomkuta nchini Kenya, Rais Ruto hajaibeba kuipeleka kule Marekani, hajaipeleka kwenye Umoja wa Mataifa, lakini kafikisha ujumbe kwa namna nyingine tofauti, si kwa unyonge. Hakuzungumza habari ya Kenya kama Kenya, lakini kazungumza habari ya vikwazo na mizengo ya kimataifa katika masuala ya fedha na uchumi katika msingi wa Afrika, kwamba anaizungumzia Afrika, Kenya ikiwa ni mojawapo bila shaka. Ujambazi unaofanywa na mashirika makubwa ya kimataifa kama IMF na World Bank bila shaka ni mifumo ambayo inakatisha tamaa, inavunja moyo, na kwa miaka mingi inaonekana dhahiri kwamba ni mpango uliofanywa makusudi na zile zinazojiita serikali za mashirika ya kimataifa au pengine jumuiya ya kimataifa, katika kuhakikisha kwamba Afrika inanyonywa kwa viwango vinavyotosha kabisa kuifanya ikazimia kama sio kufa kabisa. Nafikiri alichokizungumza Rais Ruto wa Kenya, na hili tunataka kumpongeza Waafrika wote, kwamba umefika wakati kwa mashirika ya kimataifa yanayotokana na Umoja wa Mataifa wenyewe kujifikiria upya na kujitathmini juu ya mwenendo wake katika masuala yanayohusiana na masuala ya uchumi na masuala ya maendeleo mengine duniani. Dhahiri shahiri kaonyesha jinsi gani mashirika haya yanavyowapendelea wakubwa, mataifa makubwa yaliyoendelea sana, ambayo kimsingi na bila kuficha maneno au kutafuna maneno yalidhulumu Afrika, yaliibia Afrika bila shaka. Yalihakikisha kwamba Afrika inafilisika kwa wao kunufaika na kuendelea kuwa na nguvu katika uchumi wa ulimwengu, kwa kujitengenezea mifumo yenye nguvu ambayo inaendelea kuwalinda mpaka leo. Kwa hiyo mimi nafikiri jambo alilozungumza Dr. Ruto linaweza kufanya kazi na inatakiwa kwa sauti ya Waafrika wote kwa pamoja. Haya, Marcel, naja kwako. Viongozi walizungumzia sana masuala ya dharura ya kilimwengu kama vile mabadiliko ya tabia nchi, hali ya hewa, kukosekana usawa na kusambaa kwa mizozo, njaa kali, ukatili wa kijinsia. Na makamu wa rais wa Nigeria Kassim Shettima, rais wa Senegal Bassirou Faye na rais wa Namibia Netumbo Nandi Ndaitwah walizungumzia
amezungumzia kwa nguvu sana mizozo ya dunia na kutoa wito mashambulizi ya Israel yakome huko Gaza. Hoja na kauli kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati zimetawala sana mkutano huu, na hivi sasa tunavyozungumza Waziri Mkuu wa Israel Netanyahu yuko huko Washington na jana alikutana na Rais Trump. Profesa Monda, kauli hizi na kujaribu kidogo kutuliza hali ya mambo kuhusu migogoro ya dunia, si mengi sana, lakini yaliyojitokeza kuhusiana na migogoro ya Kiafrika kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ama Sudan. Kujitokeza bayana, lakini yale ya Mashariki ya Kati ndiyo yaliyotiliwa maanani, na nadhani huo ndio udhaifu wa mikutano hii kama ya Umoja wa Mataifa. Changamoto iliyopo tuseme kule DRC ni kwamba Umoja wa Mataifa imejaribu siku za nyuma kuingilia kati na imebanwa na aibu na changamoto mbalimbali, tuseme kubakwa kwa raia wa DRC, ufisadi na pengine kwa njia moja au nyingine kutoweza kudhibiti hali ya usalama. Tunajua kule Haiti Umoja wa Mataifa tena imekuwa na changamoto zingine, lakini lazima pia nisisitiza hapa ya kwamba kuna tofauti ya matamshi au hotuba hizi za kutoka viongozi wa Afrika hususan na yanayofanyika baadaye pale ambapo kongamano kama hizi zinapokamilika. Unadhani ni kwa nini Profesa, kwamba viongozi wa Kiafrika wamepata kigugumizi katika kutanabahisha ulimwengu katika jukwaa la kimataifa kama hili, hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa, kuhusu matatizo yanayolikabili bara lao ama matatizo ambayo yanazikabili nchi zao? Nadhani ni vitu vitatu vikubwa. Cha kwanza ni kwamba viongozi wa Kiafrika matamshi yao na mienendo yao au vile wanavyotekeleza maazimio zao na nafsi zao za kitaifa ni tofauti. Matamshi tuseme kule DRC, wengine wanasema ya kwamba wangependa amani, lakini huku tunajua kwa mfano Rwanda imeshutumiwa kuisaidia kikundi cha M23. Cha pili ni madola makubwa ambayo yanachangia pia kutoweza kuwa na amani kule Afrika. Lakini la tatu ni ile kuchoshwa na jamii ya kidunia ya kila kukicha kuna changamoto moja au nyingine, iwe Sudani kule, iwe eneo ya Sahel au iwe eneo tuseme kama ya DRC, ya kwamba jamii ya kimataifa ni kama imechoshwa na imekosa imani kuweza kuona kwamba pengine kutakuwa na suluhu siku za mbele kwa matatizo haya ambayo yamekuwa yakizua balaa kwa miaka mingi. Marcel, changamoto ya kisiasa ambayo pia ungeweza kusema inashuhudiwa pia vile katika taasisi za Afrika, changamoto ambayo inashuhudiwa katika mashirika na miungano mbalimbali barani Afrika, na viongozi wa Kiafrika wenyewe kukosekana katika meza za mazungumzo ambazo zinatawaliwa na viongozi wa dola zenye nguvu kubwa kisiasa na kiuchumi. Hali hii unadhani imechangia vipi kwa viongozi hawa kukosa ile ari au niseme ule ujasiri wa kuweza kuyazungumzia masuala ya ndani katika bara lao? Nafikiri ni tatizo jingine na ni kubwa kwa kweli, na hili liweze kuepukika. Kwa vyovyote vile lazima kuonekane mambo fulani yakifanyika. Mataifa ya Afrika na hasa viongozi wamekuwa wakificha sana na wakikwepa sana kutafuta suluhu ya migogoro ndani ya mataifa yao, na sababu kubwa inayowafanya wasizungumze maneno haya ni kwamba waliowaalika kule kwenye Umoja wa Mataifa ndio wenye maamuzi juu ya maongozi ya mataifa fulani ya Afrika. Hatuwezi kukwepa ukweli huo, na ndio maana nimemsifu sana Dr. Ruto kwa kile alichothubutu kuzungumza waziwazi, akazungumza maneno ambayo bila shaka yameudhi mabwana wakubwa hawa, lakini kimsingi inatokana na ukweli kwamba mataifa makubwa yanadhibiti mwenendo wa kisiasa, mwenendo wa kiuchumi na mwenendo wa kiutamaduni katika mataifa mengi ya Afrika.
rasilimali nyingi za Afrika kwa vyovyote zimekuwa zikitumika kuyanufaisha mataifa hayo makubwa ambayo uchumi zao zimepiga hatua kutokana na kufilisi rasilimali za Afrika. Hilo jambo la pili. Jambo la tatu ni kwamba viongozi hawa wengi, sio wote lakini walio wengi, kwa namna moja au nyingine wameingia madarakani kwa kuungwa mkono na mataifa hayo ambayo pengine ndio yanaandaa hiyo mikutano na kadhalika. Ni vigumu sana kwenda kwa shutumu katika mkutano walioandaa wao. Hakuna shaka kwamba Afrika kukosa kiti na maamuzi yenye nguvu ya kura ya turufu kunaendelea kuifanya Afrika kuwa dhaifu. Huo ndio ukweli ambao tuwezi kukwepa. Mataifa makubwa ya Ulaya na Marekani hayako tayari kutoa nafasi hiyo, na ndio maana utaona kwamba matatizo mengi ya Afrika yanabaki kuwa mataifa ya Afrika ndani ya mataifa yao, alimradi tu mataifa makubwa ya Ulaya yananufaika na migogoro ambayo wao kwa namna moja au nyingine wanakuwa wameitengeneza. Na kwa hiyo wanapowapeleka kwa viongozi wa Afrika wanakwenda kutia muhuri tu katika maamuzi ambayo yamefanywa na mataifa makubwa bila kujali kwamba yanadhuruje uchumi, tamaduni na mwendeleo wa kisiasa wa mataifa yao kwa ujumla wake. Kwa hiyo unaona kwamba hii ni fursa ambayo imepotea katika ngazi hii ya hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa, kwamba viongozi wa Kiafrika japo kwa kiwango kidogo wameshindwa kabisa kuonyesha ule ukakamavu na kuzungumzia masuala ya ndani ya bara lao. Fursa imepotea. Nafikiri wamejitahidi sana, wamejitahidi, na kwa mara ya kwanza baada ya kuondoka kina Kwame Nkrumah na kina Nyerere, hawa ndio wamezungumza maneno ambayo kidogo yanawafanya hawa mabwana waanze kuona kwamba Waafrika wanaamka. Hatuwezi kuwalaumu kabisa kwamba wameshindwa kabisa kuzungumza. Hapana, wamezungumza kwa kadri walivyozungumza, na wakati mwingine wamezungumza kwa lugha kali kabisa ambayo inatosha kuwafanya wenye akili kuamka, japokuwa mashaka makubwa ni kwamba wanazungumza na watu wenye hila, wenye hinda ambao hawako tayari kuleta mabadiliko, alimradi mabadiliko yale yakifanyika yataleta tatizo katika uchumi zao. Kwa ujumla wamejitahidi sana, na ili tuwapongeze, japokuwa kwa mwisho viongozi wa Afrika wajifunze jinsi ya kutetea maslahi ya Waafrika na nchi zao katika masuala makubwa kama haya, na kupigania nafasi ya kuwa na kiti katika Umoja wa Mataifa, katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambayo itawasaidia kuwa Mwafrika ni bara kubwa, ni bara tajiri, ni bara yenye watu wengi, ni bara yenye vijana wengi, ni bara yenye rasilimali nyingi, na tunatakiwa kuubeba uzito wetu kupitia kwa viongozi wetu ambao kwa ujumla hawataki kujificha chini ya mwavuli wa uoga na hofu ya mataifa yanayotoa mikopo kwa mataifa haya kwetu. Upi mustakabali wa Palestina? Manake mzozo huu wa Mashariki ya Kati ndio ambao umehanikiza mkutano mzima wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Profesa Monda, baada ya Trump na Netanyahu kusema tayari ni kama wamekubaliana kuhusu ule mpango wenye vipengele 20 ambao unajaribu kutafuta amani ya ukanda wa Gaza, unaona wapi mustakabali wa Palestina baada ya mkutano huu wa UNGA? Mstakabali wa Palestina umeangaziwa zaidi na kwa mapana na marefu na jamii ya kimataifa. Tumeona ya kwamba kidiplomasia Israel imetengwa. Kulikuwa kule kususiwa kwa ile hotuba ya Netanyahu kwa Umoja wa Mataifa, ambapo wajumbe wengi waliamka na kuondoka kwa ghafla kupinga msimamo wa Israel. Lakini lazima pia niongezee hapa ya kwamba hata ingawa kidiplomasia Israel imepata pigo, kwa dhahiri shahiri tunaona ya kwamba Marekani bado inaiunga mkono Israel, na pale Mashariki ya Kati kwa wakati huu sidhani kuna nafasi yoyote au uwezekano wowote kupata dola ya Kipalestina, kwa sababu Israel imeendelea kukalia eneo ya Gaza na maeneo yaliyokaliwa na walowezi kwa mabavu. Kwa hivyo nadhani kidiplomasia ni pigo kwa Israel, lakini nadhani bado ni ndoto kuweza kupata dola la Wapalestina kwa wakati huu. Haya, asante sana Profesa David Monda ukiwa hapo Marekani, na nakushukuru sana pia vile vile Marcel Hamdun ukiwa huko Mwanza, Tanzania, kwa kushiriki mjadala wetu, ambapo leo tulikuwa tunazungumzia kukamilika kwa mkutano wa hadhara kuu ya Umoja wa Mataifa.